Jambo la kwanza ndio tuweze kumleta Mungu kwa maisha yetu ni kujua Mungu huwa analetwa namna gani. Ni vizuri tuweze kuelewa ndio Mungu akuje kwa maisha ya mtu, na ndio tuone huyu mtu tukimwangalia hivi tunasema na fulani ako na Mungu. Ni vizuri kwanza kujua Mungu huwa analetwa namna gani. Kila mtu aseme amen. Maana kuna watu utaangalia unaona huyu ijapokuwa anasema na Mungu lakini of course tunaona ni kama hana. Lakini kuna mtu hata bila kuambiwa unasema na fulani huyo anakuwa na Mungu. Huyo hata mimi nikisema hata nisikie maneno yake mimi sitaki kuongea. Huyo mtu ako na Mungu. Ni vile umeona vile anakaa, vile unaona vile anatembea, vile unaona na ukisikiza maisha yake hata vile anaongea, hata kama sio shuhuda anatoa, unasikia huyu mtu direct ako na Mungu. Shida ni kwamba watu wengine wanahitaji Mungu hapa. Hapa kwa ibada, lakini hawahitaji Mungu na kule. Na Mungu ndiye afanye mambo makubwa katika maisha yako. Lazima sasa tena umtoe kwa ibada, utembee na Mungu mpaka kwako. Lazima utoe Mungu katika hema ya kukutania. Lazima upeleke Mungu mpaka kwako. Ndio Mungu akikaa hivi, angalia aone na huyu mtu anakuwa na problem fulani. Unajua kuna mtu nilisikia siku moja mchana ako mnomo, ako mzima, usiku anakuwa mwendo wa simu, anaguruka. Anapoteza raini kabisa. Anaguruka ile ya kweli. Lakini mchana ikifika saa 12 asubuhi, ako nomo. Mpaka ndiye anawaambia mtakunywa chai leo na nini? Lakini usiku mtu ako raini nyingine. Ni vizuri kujua Mungu huwa analetwa namna gani kwa maisha yako. Haya, kitu cha kwanza ningetaka nikuambie katika maeneo hayo. Unaweza leta Mungu vile tu ninakuombea hapa. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea huyu mpendwa amekupokea na kuanzia leo. Hiyo ombi tu peke yake, Mungu anakuja ndani ya roho yako. Mungu huwa anakuja hapa. Unasikia vizuri. Unasikia vizuri hata wakati unasikianga uwepo, unasikianga vizuri. Unasikia vizuri. Hiyo ni kusema Mungu wako hapa. Lakini pia unaweza kosa kuleta Mungu kwa mfuko. Ukuwe mtu ambaye ako na Mungu hapa lakini mfuko hana kitu. Hata akiomba hapa anafanya search. Sasa Sunday nilitisha fulani transport, leo ni nani? Maana Mungu wako hapa lakini hayuko hapa. Na kuna watu wako na Mungu hapa lakini Mungu hayuko hapa kwa mdomo. Ukiongea unajipata wiki mzima umedanganya watu wengi. Maneno yale umeongea mengi ni ya uongo. Unaongea maneno mengi ya uongo. Kwa hivyo Mungu anakuwa kwa hapa lakini affect mdomo yako. Unapata wengine Mungu hayuko katika kazi zao lakini wako na Mungu kanisani. Na ndio kuna watu unashindwa, anaweza toa unabii na usikia alikusengenya, unashindwa kuliendaje. Hii mtu ile unabii alitoa kweli ni ya Mungu? Ni kwa sababu Mungu wako hapa lakini hayuko hapa. Mungu anaweza kuwa hapa lakini akose kwa mifuko yako. Mungu anaweza kuwa hapa kwa ibada. Ukifika hapo unasikia vizuri, unasikia amani, unasikia kufurahia. Kutoka hapa ile maneno inakutana na wewe unaona. Na mimi sijui ni nini huwa inanisumbua. Maana ukienda huko nje, unasikia Mungu hayuko huko. Niulizie jirani hapo pole pole, huwa unasikia Mungu wapi? Maana unaweza kuwa unajua kuna Mungu unaweza mpata mtu ni mzima katika roho, lakini afya yake inakuwa na problem. Afya yake iko na problem. Kwa hivyo huyo mtu anapaswa tena ajue vile atabeba Mungu amulete katika afya yake. Vile utaleta Mungu umulete kwa nyumba yako. Siko linalio aliattract Mungu. Mchana hivi mchana malaika anatumwa, anaingia kwa mzee. Anaingia hivi kabisa. Kwa linalio anasema nimeona mtu hapa ambaye sio normal. Hata vile anakaa sio mwanaume ya kawaida. Akamuita my lord. Malaika akamwambia mimi sio bwana. I am the angel. Nikutumwa, nimetumwa. Mimi ni malaika nimetumwa, kwa hivyo nimekuja kukuletea ripoti. Aliattract Mungu kwake. Lakini wengine vile huwa mnaongea nyumbani. Woi, umeita watoto nguruwe, Mungu anaenda. Unakaa hivi, umeongea vibaya kuhusu neighbor na Mungu anasema mpende jirani. Sasa kwanza kama hujui kukaa na majirani, Mungu hawezi kukaa na wewe. Mungu hawezi kukaa na wewe. Maana Biblia inasema amri ile kubwa ni umpende Mungu kwa moyo wako wote. Alafu imerudi imesema alafu lazima upende jirani yako. Lakini wengine mpaka majirani vile mnakaa na wao, mnasuguana, mnapigana, mnaguarana. Nasema wokovu ni yangu, mtu ajaribu kuniuliza. But ikiwa yako hivyo,
peke yako, ukiokoka hiyo yako itakupeleka jehanamu. Sisi tunahitaji wokovu yako. Salimia jirani, mwambie bado nahitaji wokovu yako. Nahitaji wokovu yako. Si Biblia imesema sisi ni barua na tunasoma na watu wote. Kwa hivyo jua hata mtoto wako anaweza kukaa hivi akusoma ajue huyu hatafika. Wewe tiele makinyaga, huyu hawezi fika mbinguni. Unaweza kaa na neighbor ajue huyu hawezi fika, huyu haendi mbali. Kwa hivyo ni vizuri uelewe Mungu mtakaa naye namna gani. Na kwa hivyo ndio tujue Mungu tutakaa namna gani naye. Lazima sasa tuweze kuangalia kwa Bible. Tuangalie katika neno lake. Tujue wazee na wamama na vijana walioleta Mungu kwao ni mbinu gani walitumia. Unaona hii ndio ghorofa isimame hivi. Na ujaribu kurukaruka hata hapa tukikwambia uruke utoboe hivi uende mpaka chini na miguu. Na tukupea bilioni itarudi tu kwa akaunti yetu. Maana ndio engineer akuje. Hii vile unaona vyote imeundwa. Hii engineer alikaa chini akaichora mpaka ikaingia. Ni kazi imefanywa. Ni kazi. Kuna mbinu. Hata wengine hapa tu tukiwaambia waweke vitambaa hizi. Tuambie of course tunaona ile kitu utafanya ndio hitimu mtihani, uweke vitambaa. Ameanguka. Maana anashindwa sasa hizi huwa zinawekwa namna gani? Hizi sasa huwa zinakaa namna gani? Lakini ni mbinu mwenyewe ametumia hapo ndio ikae vizuri. Huduma hiyo ndio isimame hapo ionekane iko smart, ina attract. Ni kazi imefanywa. Na hiyo sasa lazima tuangalie katika Bible. Tujue vizuri watu wale walileta Mungu kwa maisha yao ni nini walifanya. Kila mtu aseme amen. Lazima uelewe hii maneno. Lazima ukae hivi utafute hii mbinu ni kitu gani watu walifanya. Unasikia watu Mungu alitembea kwao. Hata wengine Mungu anakutembelea tu na ndoto. Unasikia kabisa this is the angel ako kwa nyumba. Na kwa hivyo lazima uelewe huduma hiyo, hata vile ndoto huwa zinakuja za mbinguni, ndio uachane na hii ndoto za kukimbizwa. Saa ile tu umejiekelea ni kama umeingia kwa kichaka kukimbizwa. Unakimbizwa mpaka asubuhi. Wengine unaota ukiumwa. Nilikuwa nataka Mungu ningeumwa na mbuzi. Mbona muuliza uliona ni umbo ama ni mbuzi? Anasema ilikuwa mbuzi. Hapo anashindwa sasa mtu akianza kuumwa na mbuzi kwa ndoto. Hiyo mtu amebakisha wapi? Mwingine nikukwambia nimeumwa na ng'ombe. Sasa unashindwa hii ndoto watu wanaota siku hizi. Lazima ujue mbinu ya kumleta Mungu. Of course unapaswa tukikutana hapa kunakuwa na mtu ako na ushuhuda. Anatuambia wapendwa, angel kafika kwangu. Na hii ndio maneno ameniambia 1 2 3. 1 2 3 ameniambia hivi. Kuna wengine mnapaswa kukaa hivi, ukae hivi usikie kabisa. Malaika wa Bwana ameshuka katika kazi yako. Amekwambia, hii shelf acha kuweka hizo vitu. Zile toa hapo, uweke hapa. Na zile utoe hapo, uweke hapa. Duka yako itanunuliwa. Sasa tuseme namna gani? Si tuweze kuangalia tuone vile watu walileta Mungu katika maisha yao. Na kabla tusome hata Bible, ni vizuri kujua kuna pia mambo unaweza fanya ulete shetani katika maisha yako. Kuna vile tu unaweza behave attract shetani akuje. Na ndiposa mnasikia hatujaruhusiwa kwenda katika kila sherehe. Hatujaruhusiwa kwenda katika kila sherehe. Lakini Wakristo wa leo wanataka kwenda kila sherehe. Wamesikia mpaka siku hizi kuna ile inaitwa bash. Unapata watu wanasikia kwenda. Hatujaruhusiwa kukaa katika meza tukule na kila watu. Bible imetukataza. Wewe ni mtu special. Umebeba Mungu. Haleluya. Amen. Wewe umebeba Mungu. Kuna vikao zingine watu wakienda hizo sherehe, zile nyimbo watu wataimba hazimtukuzi Mungu. Unaleta shetani kwako. Shetani anaangalia hivi anasema, na hata huyu kumbe leo amekuja hii. Huyu lazima tumtembelee usiku. Unatembelewa. Unashindwa. Na mimi sijawahi kuwa na hii kitu tena. Ilitoka wapi? Ni kwa masherehe. Bible imekukataza kuingia kwa sherehe zingine. Imekukataza kabisa. Imekukataza. Na ndio sasa tuweze kumleta Mungu, kitu cha kwanza tunapaswa kujua ni kwamba Mungu ni roho. God is a spirit. Hakuna siku utasikia Mungu, usikie miguu yake kupu. Sikia haja. Hiyo ndio ndio. Hakuna siku utasikia ati Mungu amepita kupu.
usikie huyo ni Mungu. Hakuna siku. Lakini kuna vile ambavyo utajua, kwa sababu Mungu ni roho. Hiyo ni kitu cha kwanza uweze kuelewa, na anaweza ingia katika maisha yako. Na pia shetani ni roho, lakini mbaya, na ikiingia kwa maisha yako tutakujua. Shetani akiingia, watu wanasikia kuvuta sigara, anavuta sigara. Akiingia watu wanavuta bangi. Shetani akiingia watu, maroho yake ikuingie, unasikia kufanya vitu ambazo sio normal. Shetani akiingia katika maisha ya watu, unaweza kuwa ulikuwa na hudumu, unasikia sitahudumu tena. Kwenda vile kutakuwa na ni shetani anaingia, anakuharibia maisha. So lazima tuelewe vile ambavyo, kwa sababu Mungu ni roho na shetani ni roho, lazima tuelewe. Ndio sasa Mungu kwa sababu ni roho, ndio aweze kukuja kwa maisha yetu. Tutabehave aje? Tutafanya aje? Ni kitu gani tutaweza kutekeleza ndio tuweze kumpata Mungu kwenye maisha yetu? Tuseme amen. Na kitu cha kwanza ningetaka kusema, ndio Mungu akuje katika maisha yako, kitu cha kwanza lazima uelewe kumuinulia madhabahu. Mungu wetu huwa anainuliwa madhabahu. Haendagi kila mahali. Hata tunaweza kuwa kwa ibada kama hii na Mungu awe hayuko kwa maisha yako, lakini yako tu kwa roho yako. Kwa sababu lazima ujue vile ambavyo utamtengenezea meza ya kukutana na yeye. Itabidi ujue, hata wale watu wanaenda kwa waganga, ukiwauliza tu historia, kuna pesa waliitishwa, kuna manguo ama material waliitishwa, kuna vitu walipewa kama bango wakapewa. Watu wanaweza pewa pete, earrings, pete. Watu wanaweza pewa mishipi kutoka kwa hiyo madhabahu. Watu wanaweza pewa tu vitambaa fulani, utakuwa unatumia hii, watu watakuogopa ukiwa kwa hiyo ofisi. Watu wanapewa vitu nyingi tofauti, na watu wakipewa hizo vitu wanaleta shetani sasa kwao. Sasa inakuwa ni rahisi, unampata shetani hapo anaingia, ama inakuwa ni rahisi kumleta Mungu, kwa sababu naye Mungu hatuweki bango, Mungu hatuweki chain ati za bahati, Mungu hatuwezi weka ile earrings za kupewa kutoka kwa madhabahu mengine. Hapana, kuna vile ambavyo huwa tunafanya, tunaweza kumuona Mungu ndio huyu na amekuja katika maisha yangu. Na kwa hivyo tutaenda katika safari. Tuende kwanza katika safari moja in the book of Genesis. In the book of Genesis tutaingia katika hiyo safari, tuone vile Mungu alikuwa analetwa katika maisha ya watu. In the book of Genesis ndio kitabu kile Mungu aliletwa sana kwa maisha ya watu, na katika kitabu hicho ndivyo pia tunaona watu wengi nao walimfukuza Mungu kwa maisha yao. Na in the book of Genesis chapter number 15 Mwanzo 15 utaangalia, utaona kuna mzee, tutasoma habari zake, na habari za huyu mzee anaitwa Ibrahimu. Tunajifunza nazo ya kwamba Ibrahimu alikuwa rafiki wa Mungu. Si ni kweli? Si Biblia inasema hivyo? Lakini pamoja na kuwa rafiki wa Mungu, Ibrahimu pia alikuwa anahitaji kuona Mungu kwa nyumba yake. Na of course hii inakuanga kawaida kwa watu wengi, ya kwamba ni rahisi uwe na Mungu katika ndani ya moyo wako na Mungu akosekane kwako. Ni rahisi sana, ni rahisi sana, ni rahisi sana. Kwa sababu ya kitu kimoja, tunaona Biblia inasema nini? Ibrahimu alikuwa mzee ambaye alikuwa rafiki wa Mungu. Lakini pamoja na Ibrahimu kuwa rafiki ya Mungu, Ibrahimu alikuwa anahitaji mtoto. Hata wakati Sara anamuingia, ingie kwa maid, ingia huko sasa tupate mtoto, maana ni kama mambo inaharibika na tumezeeka sana, bado Ibrahimu alikuwa rafiki wa Mungu. Lakini kukawa na shida. Kila mtu aseme amen. Amen. Rafiki ya Mungu lakini hana mtoto. Na unajua ukiwa rafiki wa Mungu halafu unakosa kazi, uwe rafiki wa Mungu halafu unakosa pesa,
uwe rafiki wa Mungu alafu unakosa nyumba, lazima watu watakuuliza maswali. Wewe unafikiria Sara akikaa na wamama wengine Elia hiyo alikuwa anaambiwa nini? Mambo mengi. Anaweza kuwa labda alikuwa anaulizwa. Nilisikia mzee akiambia wazee wengine hapo kwa estate ati Mungu alikuja usiku. Hakuambia kuhusu mtoto. Ati uko na Mungu, nyumba inafungwa, unashindwa. Na kweli huyu Mungu naye sasa ataniweka hivi mpaka lini? Ni kwa sababu watu hawajui Mungu ni roho, na ndio mwanadamu aingiane na spirit, lazima kuwe na altar itainuliwa katikati yake na that spirit. Lazima kuwe. Mtu hawezi kupitana na wewe hivi aseme ati amekuroga. Nimekuroga kuanzia leo. Lazima kuna madhabahu atakuwa amekuinulia ndio akupate. Unisalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu wengi wamekosa kuelewa hivyo. Ibrahimu anaongea na Mungu mpaka usiku. Ibrahimu anaongea na Mungu mpaka akitembea. Ibrahimu anaongea na Mungu kila wakati. Lakini kuna shida. Mzee hana mtoto. Mzee hapa wazee wenye ameajiri kwake alikuwa na wazee 300 kwa boma. Wanapata watoto kupata. Na mzee rafiki ya Mungu hana mtoto. Sara ana shida akipatiana zawadi za watoto wenye wamezaliwa huko, lakini kwa bahati ile ambayo tunasema mbaya, na hapa mzee anasema ni rafiki wa Mungu, kuna problem moja ilikuwa anapeana zawadi kwa watoto wote wenye wamezaliwa kwa boma, lakini yeye hana mtu anamtembelea kusema ati ulipata mtoto. Kwa sababu Mungu ndio mlete kwako, kuna mbinu unapaswa kujua. Useme amen. Amen. Genesis 15 and verse 8. Biblia inasema nini? Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitalidi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3. Sikia vile mtu anaongea hapo na Mungu. Sijui muniangalie kwanza kidogo wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama ushawaifika kwako ama katika maisha yako level hii ya kuuliza Mungu, what do you want? Ni nini nikiurenda mtulileni wako? Nini sasa unataka? Yaani unapatia Mungu nafasi ya kuchoose. Siku ile utafika na mahali ya kuambia Mungu choose pesa yenye unataka kwa mfuko yangu. Na of course Mungu hawezi chukua 50. Atanipa hiyo 50. Mtoto yangu ni kuashia hizo zingine utumie. Hapa Bible inasema nipatie ndama wa miaka 3. Kaone kama walikega. Ni kadama ambaye kamenyoroka vizuri. Ni ndama ambaye ikisimama hivi unaona mpaka manyoya yake imakaa vizuri. Okay, nyinyi hamtaona mzee anaongea na Mungu hapo, Jafet anaongea na Mungu, alafu anamwambia Mungu utajishagulia ile kitu nataka. Of course hiyo ni area moja ya kuwa machua. Ambia jirani hiyo ni kuwa machua. Yaani kuga mara spiritual. Mtu anakaa hivi anaambia Mungu, kwa sababu ninaenda vita, nataka nikirudi uchague sadaka yenye unataka. Naye Mungu alichukua msichana. Akasema daughter. Baka Jafet akauliza msichana yake, umenifanya nini? Na kumbe ni Mungu anachagua, analeta yeye kwa gate. Ona ile sadaka nataka. Ndio hii. Wengine wakasema hapana, rudi. Mungu chagua mara ya pili, ama leta hii nishike. Rudi huko uchague ingine, ulete hapa. Na unajua angepata kitu ingine. Maana naye Jafet alikuwa na kasichana kamoja. Alikuwa amekapenda. Baka Bible inasema baba alikuwa amependa hiyo msichana. Na Ibrahimu amemachua, ameambia Mungu, chagua sadaka yenye unataka kwangu. Hiyo ni kumachua. Niliambia Mungu kutoka last year, nikaambia Mungu, nataka wewe unachagua pesa yenye unataka kwa mfuko kila mahali nikienda kwa ibada. Nikaona siku moja niko na 52 kwa mfuko mpya na 500. Mungu amechagua 500. Naenda kufanya hivi ndio nitoe. Nikienda kutoa hii 52, 500 ikaanguka hapo, nikajua ndio Mungu amechagua, ndio imetoka ya kwanza. Na sasa Bible inasema usirudishe. Bible huwa inasema ukitoa, kama ulikuwa unataka kutoa sadaka hii, usibadilishe na nyingine, na ukibadilisha ulete zote mbili.
Unajua ni vile mtakaji kufanya study ya Bible. Unataka tu kupita kwa mistari kwenye tuko na promises. No weapon fashioned against me will prosper. Ile hizo ndio unataka. Lakini ile ya kumwambia Mungu, nataka uchuzi ile kitu unataka kwangu. Ungetaka. Ati sasa mkuja hapa kwa ibada, niwaambie wapendwa, inueni mikono miwili mbele za Bwana. Sasa ningetaka tu niwaombee Mungu achague ile kitu anataka kwa maisha yako. Wengine watahama kwa hii kanisa. Yeye anasema ati Mungu achague vitu kwetu. Na zingine unajua zimeingia kwa moyo. Sasa Mungu anaweza chagua kitu ikitoka hivi usikie ni kama utakufa. Na usikie ni kama inaenda na moyo. Baka unauliza, haiwezi rudishwa kwanza? Mimi kuna siku nilikuwa na Black and White TV. Black and White. Ndivyo ilikuwa inaitwa. Yeah. Na kalikuwa kameingia kwa moyo. Na nika Black and White. Sasa we imagine ka Black and White kakiwa kwa moyo. Na nilikuwa nimekapenda. Kwanza nilikuwa naingia hivi naangalia vile familia wana watch TV nasema haleluya. Mungu ameshabariki mtumishi. Nako nilikuwa nimebarikiwa na mtu. Sasa siku moja kwa ibada nilisikia uwepo. Nikaambia Mungu kwa maisha yangu, Mungu chagua vile unataka. Naye Mungu alienda kwa Black and White. Alinigusa moyo. Nikashindwa sasa nitafanyaje? Sasa kale ka Black and White, siku moja ilikuwa wakati watu walikuwa na watch kipindi ya Sabato. Sabato. Lego na alilika na haleluya. Ilikuwa wakati huo wa Sabato. Sasa mama mjane naye amekuja kwa kanisa. Amekuja mpaka kwa ofisi. Nikamuuliza neke. Akaniambia watoto jana wamepigwa kwa neighbor kwa sababu ya TV. Na nilikuwa nimeambia Mungu hiyo jana, chagua ile kitu unataka kwangu. Na kufikia kesho saa 7, huo umeniambia ni nini. Naye Mungu alikuja by saa 5. Ndio niwe na wakati mzuri wa kuendea sadaka nimletee. Nikamuuliza sasa ungetaka tufanye nini? Hakuna your relative hapo karibu anaweza enda kuwatch TV mchana. Masaa ya jioni hivyo kutoka shule alafu anarudi. Akaniambia hata wao kwanza wanipendi. Baadaye ndio mama akaniambia na kwanza hata wananishukia wananifukuza. Ati mpaka nywele yangu inakaa kama mogoroki. Akatoa kitambaa hivi nikasema Jesus Christ of Nazareth. Huyu lazima nipeleke yeye saluni. Nywele ilikuwa imekaa hivi. Nimetoa tu hivi kitambaa imekaa hivi. Hata hajachanua vizuri. Okay, nilitoka hapo nikaacha kama nimemwambia ingia hapo saluni. Juu yetu kulikuwa na saluni. Kamwambia sasa tukimaliza hii achawa ingia hapo saluni tengenezwa nywele. Bili, mwambie ni ya mchungaji hapo chini. Unajua hata hapa nikikwambia enda kule pale ugali kuku, mwambie tumishi yako kwa ibada anapitia hapa. Hata hawatakuuliza. Utakula na utoke. Alafu nikienda kufika hapo asema ngoja. Kio umekula ugali kuku hapa ameenda amesema ni wewe. Na wewe tunaona umeangalia mlango unaenda. So mama nikamtengeneza nywele. Baada ya hapo nikaenda nikatoa TV. Walimaliza kuona Sabato. Wakaona nimeamuka nimeenda hapo kwa kabati. Nikadisconnect nikasikia kareke ureka. Kwani ni nini unafanya? Nikamwambia hii sasa ni sadaka Mungu amechukua. Kadisconnect kila kitu nikaweka kwa carton. Nikabebea mama. Ilikuwa kwanza karatasi ile ya yellow. Ile ilikuwa na makalenda. Nikapelekea mama. Nimefikishia mama hivi. Alifanya kaika. Akaichukua hivi akasema Jesus. Akazunguka naye hivi kwa ofisi kashindwa hata kwani tena imekuaje? Mama akaniambia vile umenifanyia wewe hujajua kile umefanya kutoka leo matukamo imeisha kwangu. Lakini mama alikuwa na moyo kwa Mungu, lakini kwa nyumba ana baraka na wewe. Na mimi nilipompatia, unajua kuna kitu unaweza patia mtu mpaka umwangalie vile anatumia. Unaweza pea mtu nguo na kwa sababu ilikuwa kwa moyo unamuuliza kwa tarafa nguo weka kale ati nguo bona upasi unamuongelesha hapo, lakini ni vile inavuta moyo. Nasikia ni kama inataka kutoka na vitu vingine huko. Peleka mtu kwa saluni, halafu unashida ukimuuliza, bado unapaka mafuta? Na
inataka kutoka na moyo. Inataka kutoka na sikia, hii sadaka nilitoa ni kubwa. Sasa ubali kwamba Mungu anaweza tumia hiyo sadaka na akose kuongea siku hiyo, ama aongee lakini muone after 1 year. Na unajua hizo ni 365 days. Na kugoja Mungu siku 365 ni kazi. Mimi niligoja Mungu mwezi wa kwanza. Nilikuwa nafikiria nitampea